Sasa mimi narudi kwa mfano katika masuala haya ya kisiasa, ndio naweza nikasema kwamba nayafahamu kwa kiasi. Na usione umeniuliza swali hili, tuna nafasi ya kulijibu sana tu na ni refu. Lakini kabla ya kulijibu nadhani kwamba tutakuwa hatuitendei haki jamii kama hatujaribu kutoa ushauri na sisi kuchangia katika nchi ambayo tupo kwa ajili ya mustakabali mwema wa nani? Wa nchi. Sasa kile kitendo baada ukiona kwamba kwa nini inakuwa hivi ni kwamba kuna mvutano. Lakini huu mvutano unajaribu kutazama ni kwamba hawa watu wanaozungumza kwamba no reforms, no elections wanakosea. Unakuta hapana, kuna hoja za msingi ambazo wanazo na wanazungumza, na hata mama na zile 4R za kwake. Sasa mimi nishai kupitia masuala haya na yafahamu, masuala ya kisiasa. Na niweze tu kusema ni kwamba kwa mfano nchi yetu imeingia katika mfumo wa vyama vingi katika mwaka wa 1993. Lakini uchaguzi wa kwanza ulifanyika mwaka 1995. Kipindi hicho aliyekuwa NCCR Mageuzi ilikuwa na nguvu sana. Na aliyekuwepo pale alikuwa Agustino Mrema, naye alitoka Chama cha Mapinduzi. Ila kagombea wapi? NCCR Mageuzi. Wakati huo alikuwepo alikuwa ni kipindi cha Mkapa, aligombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Kusema kweli mwaka ule mimi nilikuwa mpiga kura. Kwenye kupiga kura Mrema alikuwa bado hakunishawishi sana. Bado nilipigia nini? CCM. Nilimpigia Mkapa mwaka 95. Kufika mwaka 2000 ikaonekana kwamba kuna mtu anaitwa Ibrahim Lipumba wa chama cha CUF. Sera zake akiwa profesa na maelezo kwa kipindi kile nikawa nimemuelewa. Na nadhani hata kipindi fulani iliingia CUF. Na nakumbuka hata kuna kipindi ambacho nilipata nafasi ya kwenda nini? Bwawani Zanzibar. Zile picha zangu bali unaweka nikiwa na kina Seif Sharifu Hamadi pamoja na Ibrahim Lipumba. Tulienda katika wakati wa kulikuwa kipindi cha mwafaka mwaka ilikuwa ni mwaka 2001 kwa sababu ule uchaguzi kuna machafuko yalitokea Zanzibar. Kwa hiyo tulienda watu watatu Zanzibar kama wajumbe wa mkutano mkuu. Lakini mpaka mwaka 2003 tulienda na Diamond Jubilee Dar es Salaam kwenye wajumbe wa mkutano mkuu kupitia CUF. Sasa kufika hiyo ni mwaka 2000. Kufika mwaka 2005 kulikuwa na muungano wa vyama, lakini bado nilikuwa CUF. Kufika mwaka 2010 ikaonekana kile chama nacho kikavurugu, lakini ikaonekana kwamba Chadema sasa inaonekana karibu vyama vyote vinapata mwelekeo wa Chadema. 2010 nilipigia kura nini? Chadema. 2015 nikipigia kura Chadema. Kufika baada ya uchaguzi ule wa 2015 yalikuwepo matumaini makubwa sana ya kwamba Lowassa kwa sababu aligombea kupitia Chadema. Wakati huo ni kwamba Dr. Slaa ndio alikuwa mgombea siku za pembeni. Kwa hiyo kulikuwa na hali fulani aliingia kule, watu wengi wakataka kumkubali, wengine wakasema baba Mbowe kauza chama, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tukapiga kura na akatuambia kwamba tulinde kura nyingine zozote zile isipokuwa kura za urais atalinda mwenyewe kwa sababu yeye ni kama anafahamu swala usalama. Lakini matokeo ni kwamba wabunge ni kweli waliingia wengi, lakini bado ikaonekana kwamba watu walikuwa na mwamko wa viwango vya juu sana mwaka 2015 wakijua kwamba Chadema inafanya nini, inachukua nchi kupitia Edward Lowassa. Sasa baada ya kile kipindi ikaonekana kwamba hakushinda. Karibuni watu wengi walikata tamaa. Hata mimi kisiasa nikaona kwamba hapa sasa hebu niendelee na mambo yangu tu. Kufika mwaka 2020 kwa sababu kutoka 2015 katika kazi zangu za ufundi na ujenzi nikawa nimeingia nikajikuta angalau hata ninajikwamua. Na 2020 kwa mara ya kwanza bila kujitambua, yani kama vile sikujitambua, nikajikuta huyu bwana wanaenda kupiga kura bila kushawishiwa na mtu. Hata wengi walikuwa, yani hata mimi mwenyewe sikuelewa kwamba hivi nimempigiaje kura Magufuli. Kwa mwaka 2015 2020 nikajikuta nimeipigia CCM. Sio kwamba mimi, yani maana yake ni kwamba tayari masuala nilikwambiaje 2015 akasema niachana haya masuala ya kisiasa. Nibaki neutral na shughuli zangu. Na hata kura nikasema basi tapiga. Lakini katika mwaka ile 2020 nikashawishika. Unajua Magufuli japokuwa kulikuwa na habari ya udikteta, kwa sababu
alijaribu kuzima sana nani upinzani. Na lakini nakumbuka ilikuwa ni wakati wa nani wa Kikwete, tulipata kuzungumza kwamba hii nchi ni afadhali apatikane hata rais dikteta. Na kuna wengine wanafika juu zaidi mahali ambapo sio pazuri, vilingeri wanazungumza kwamba hata yaliyotokea Burkina Faso basi labda yatokee. Na kuna namna fulani ambayo inafikiria. Sasa kile kipindi ikaonekana wapinzani wengi walikuwa na hoja za msingi za nini, za kusema kwamba apatikane mzalendo ambaye atazilinda rasilimali za nchi. Kwa kutoka 2015 ikaonekana yule bwana akawa ni mzalendo, akazilinda mali. Yaani kuna sera nyingine ambazo sisi Chadema ilikuwa nazo, akawa amefanya nini, amezichukua. Kwa hiyo ikaonekana kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa ilikuwa ni kama mwaka 2019 ni kama uliporwa. Lakini baadaye 2020 wakati uchaguzi mkuu kuna watu waliowaweka yeye kama yeye. Kwa hiyo tunaita madiwani wa mchongo, lakini vile vile wenye viti wa mitaa wa mchongo. Sasa unajua kitu ambacho ni siri ya Mungu, unajua ni nini? Mauti. Unajua hakuna kitu ambacho nadhani hapo ndipo penye siri kwamba kujua utakufa lini hakuna ajuaye. Kwa hiyo mimi nikasema hivi kwamba wale aliowaweka wenye viti wa mchongo, madiwani wa mchongo na wabunge wa mchongo, kwa kuwa alikuwepo, wale niwahesabia ni kama vile ni maroboti fulani, kwa sababu kawachonga. Halafu yeye mwenyewe akabaki ni nini? Ni remote. Sasa remote ilikiwepo, ni rahisi control ile maroboti kwamba alikuwa yanafanya kazi, kwa sababu akishafika sehemu yani yanatetemeka. Maofisi kulikuwa na nidhamu ya hali ya juu kwa sababu remote ipo. Sasa sijajua ndio maana kifo chake kimetokea, watu wengi wamekihoji sana, kwa sababu nimemchagua mimi 2020 kwa mara ya kwanza. Kina sasa nimemchagua mtu ambaye hakukaa, alikaa muda mfupi akawa ameondoka. Sasa kama akiondoka, maana yake sasa na kwamba ile remote imekufa. Remote ikifa, haya maroboti maroboti haya aliyoyachonga hayawezi kujiendesha. Kwa hiyo ukaona kwamba angekuwepo yangeenda. Kwa namna moja ninachotaka kuzungumza ni kwamba nchi yetu kwa sasa hivi ni kinachoendelea, kuna kwenda ule uchaguzi mkuu. Na nchi yetu ina mfumo wa nini? Wa vyama vingi. Kwa hiyo kisha kuna vyama vingi vya kisiasa, ukifuata hizo kanuni za vyama vingi, ina maana unaibua vipaji vya watu. Kila mmoja anapata nafasi ya kutumia kipaji chake, na vipaji vinaibuka. Unajua iko hivi, katika nchi ukiamua kuacha uhuru, vikiibuka vile vipaji ambavyo vimewekwa kwa mtu mmoja mmoja, unajua kunatokea nini? Kunatokea swala la viwango vya juu sana vya maendeleo. Lakini ukiwazuia, atanyamaza mtu, anakufa na ndoto na anakufa na vipaji vyake. Mwisho wa siku ni kwamba kunakuwa na kundi la watu wachache ambao wanaiongoza nchi. Sasa wanavyoiongoza nao, kwa siku moja, kama unasema kama Magufuli alivyokufa, nao kuna siku moja wasiojua ni kwamba nao watakufa. Kwa hiyo kama ungekuwa unajitambua, ndio maana katika clip nyingine tulisema kwamba kuna ulevi tu, ulevi wa madaraka. Sasa ule ulevi wa madaraka ni kwamba mtu hajui kule anakokwenda, na hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kama ninavyosema kwa sasa hivi, mimi ninachokiona ni kwamba hii no reforms and no election, kungekuwa na usikivu, wangekaa chini warekebishe. Hivi anapoteza nani? Maana kuna mtu inawezekana kwamba kama unasema kwamba kuna vikundi vya watu, unajua kuna acha niseme kitu. Robert Mugabe wa Zimbabwe alikuwa mbabe kama jina lake. Kwa kipindi alikuwa amechoka sana, lakini kuonekana kwamba kuna watu walipenda tu akae kwenye kile kiti. Inawezekana ni kwamba alikuwa hanufaiki yeye, lakini kuna watu wananufaika kwa yeye kuwepo kwenye kiti. Lakini mwisho wa siku wakafanya ujanja, wakapindua na wao kwa wao Mnangagwa akaingia kati, lakini kuonekana kwamba yakaenda vile ni chama kile. Kwa namna fulani mara nyingi katika nchi wapo watu wanaofaidika. Ndio maana tunasema kuna wasiojulikana. Kuna watu katika hali iliyopo wanapata manufaa ya hali ya juu sana, wanaishi kama wafalme ndani ya nchi ambayo
Kwa hiyo hatujachelewa bado. Kwamba tayari kuna muamko, watu wameamka. Sasa kabla hali ya hatari haijafika, nadhani lazima takiwa kufanyike kitu.